Naam, Dakta mpenzi mtazamaji, kama tulivyokujuza hapo awali na kupeperushia picha ulizoweza kuziona, siku ya leo tumekita kambi maeneo haya. Tumeyazungumzia kaunti ya Kwale, eneo bunge la Matuga, wadi ya Tiwi, katika kijiji cha Chai, na tuko naye mwenyeji wetu, atakuwa anatueleza mawili matatu. Karibu sana Adam, kwa kazi nzuri ambayo umeifanya, tuseme pongezi, lakini kikubwa uweze kumweleza mtazamaji leo kumefanyika shughuli gani hapa. Tumeona watu wakiweza kufurahi na kuweza kuondoka na nyama nyingi zaidi. Kwanza niseme asante kwa wale wote ambao kwamba wameweza kuitikia mwito huu, na zoezi kama hili sana nimshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu kama sio uwezo wake Mwenyezi Mungu tusingeweza kulifanikisha zoezi hili, lakini kwa rahma zake na kudra zake alhamdulillah tumeweza kulifanikisha zoezi hili. Na pia niwashukuru walezi wangu wote ambao kwamba waliweza kutoka mwanzo kuniunga mkono, kunishauri, kuniongoza katika zile njia ambazo kwamba zilikuwa zinafaa mpaka kulifanikisha zoezi hili siku kama hii ya leo. Nataka pia tuweze kujadili sasa hivi, ukiweza kuangalia utaona kuwa hali za maisha ni ngumu, na jambo kama hili linapotokea inakuwa pia afueni kwa wanajamii, watu kuja pamoja na kuweza kufurahi. Lakini pia tukiliacha ile kando, tutake kujua, je, ni mara ya kwanza kufanya shughuli hii Tiwi, na kama ndio, mbona ukachagua Tiwi? Ndio, kufanya zoezi kama hili ndani ya Tiwi ni mara ya kwanza. Nilitamani sana community yangu iweze kufaidika na mambo kama haya, kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa tu wakiona kwenye mitandao ya kijamii, kuona kwa wenzetu kutoka kule Mombasani, sehemu nyingi tofauti, lakini hapa kwetu nakumbuka zama hizo ilikuwa mtu unaweza aona msikiti mmoja watu wanachinja ng'ombe moja na kuna takriban ya waumini zaidi ya 50. Ng'ombe moja ile kuigawanya kwa watu 50 na kwa mtihani. Na ndio maana mimi kama kijana, mimi kama kiongozi, mimi kama kijana mpenda community, nikaona niweze kuja na zoezi kama hili. Nilipambana sana mpaka kuweza kulifanikisha, lakini zote niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Pengine tu tukienda katika muktadha wa dini, na nimekuwa hapa, na hapo awali pia niliongea na director of photography wetu katika interview, akawa anajaribu tu kutupatia mwongozo wa ni wanyama wa miguu minne wanaruhusiwa kuchinjwa siku kama hii ya leo. Pengine kwa faida ya mtazamaji ambaye hajui, pamoja na mimi ambaye sina ufahamu, pengine sababu hii ni gani, na siku hii kwa muumini wa dini ya Kiislamu ina uzito gani hasa? Zoezi kama hili, kuna kisa cha mtumi ambaye aliweza kuoteshwa, na baada ya kuoteshwa alioteshwa kuwa aweze kuchinja mtoto wake, lakini alipomwelezea mwanae ya kuwa mimi nataka kukuchinja, mtoto alimwambia ya aba if'al ma tu'mar, sawa, fanya kile ambacho kwamba umeamrishwa, kwa sababu mtume akiota ilikuwa ni wahi yule amefanya kuletewa. Shaona. Kwa hiyo akachukua amrisho kama lile na kuweza kwenda kumchinja mwanae, lakini wakati anataka kumchinja mwanae kukateremshwa hawa kondoo, na kama ulivyoona tumekuwa na kondoo wengi sana hapa. So hili zoezi kama hili ni zoezi ambalo kwamba ni kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Wenzetu ambao kwamba walimefanikiwa, Allah amewajalia wameweza kwenda kufanya ibada katika miji mitukufu, na wao vile vile wameweza kufanya zoezi kama hili, na yote ni kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wengi wetu watu hupenda kumwaga damu, wanamwaga lakini kwa ajili ya mambo ambayo kwamba hayamridhishi Allah, lakini zoezi kama hili linakukurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Una jambo lako, mlilie Mwenyezi Mungu, toa kwa ajili ya Allah, kwa sababu unapochinja katika hizi siku, tuna siku 3, leo ni siku ya kwanza, kesho ni siku ya pili, na kesho kutwa itakuwa tunamaliza zoezi kama hili la kuchinja. Zote ni nafasi ambazo tunaweza
kuendeleza zoezi kama hili kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Umezungumzia siku 3, leo ni siku ya kwanza. Pengine tu kiidadi uweze kutuambia ni mbuzi wangapi wamechinjwa, kondoo wangapi wamechinjwa, ng'ombe wangapi wamechinjwa, na je, zoezi hili miaka ijayo ni zoezi ambalo unapania kuweza kuliendeleza? Kwa sisi hapa leo tumeweza kuwa na idadi ya mbuzi pamoja na kondoo jumla ya 420 na ng'ombe 16. Hizo ndio idadi ambazo kama tumeweza kuzifanya hapa siku ya leo, lakini panapo majaliwa yake Maulana, kwenye siku zinazokuja insha Allah, Allah atupe uzima, tutakuja kuchinja zaidi ya mbuzi na kondoo 1000 insha Allah. Neno lako la mwisho ama ujumbe wako kwa jamii ya Kiislamu wakati huu ambao wanasherehekea sikukuu hii? Zaidi tu niweze kwa nasihi, tuko katika siku za furaha ambazo tumeambiwa ni siku za kula na kunywa, lakini ina depend unakula kitu gani, unakunywa kitu gani. Je, unakunywa kwa njia ya halali ama unakula kwa njia ya aina gani? Kwa hiyo popote pale utakapokuwa, tujitahidi tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kula kile ambacho Allah amekiamrisha, na ule pia kama wala tusrifu, wala tusifanye israfu. Usiwe kawa wala lakini unafanya israfu. Na wale ambao kwamba pia wanatoka kwenda kwa ajili ya kuridhisha nafsi zao, hatujakatazwa sisi kwenda kupunga upepo baharini, lakini ile bahari sisi ndio ambao kwamba tunaifanya inakuwa haipendezi, inatutia katika madhambi mwisho wa siku. Kwa hiyo tunapoenda kupunga upepo baharini, jamani, tuangalie ni yapi ambayo kwamba tunakwenda kuyafanya, tusherekee, tuenjoy, tule, tunywe, lakini tuhakikishe tupo katika maadili ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuwekea. Pengine tuseme asante sana kwa kuweza kufanya kazi nzuri, lakini pia tuseme shukran kwa kuweza kutualika Talanta Mwanza Media kushuhudia zoezi hili. Mimi sijawahi kuwa katika zoezi kama hili, pengine leo pia imekuwa experience mpya, kwa hiyo tukwambia asante sana kwa kazi nzuri. Asante mpenzi mtazamaji, basi huyu ni Adam ambaye tumeweza kuwa naye, na hii haijawa sura ngeni ndani ya Talanta Mwanza Media, lakini kikubwa zaidi pia tunashukuru kwa utazamaji wako na uaminifu wako ambao umeweza kuwa nao siku hii ya kwanza ambayo tumekuwa nayo, tukiweza kuungana na ndugu zetu Waislamu ambao wanasherehekea sikukuu yao kubwa zaidi ambayo inaweza kujumuisha uchinjaji wa wanyama, ambapo watu waweze kushiriki pamoja. Na sisi kutoka Talanta Mwanza Media tuseme tunawatakia kila laheri mnapozidi kusherehekea sikukuu hii.